Jini FM 92.5. Tupo nyumbani Zanzibar, serikali ya mapinduzi Zanzibar. Tumefika hapa shule ya Tumekuja, shule ambayo kabisa kuna maandishi ambayo yanaanikiza 5-star school kwa tafsiri ya dunia ya leo tulionayo, kwamba hii ni shule ambayo inazingatia ulimwengu wa teknolojia. Timu nzima ya Roundabout ya Jini FM 92 tuko hapa, watangazaji mahiri kabisa. Kan Egno, ninaye Castro Nixon, lakini Josh TikTok ya bwana anatangaza, anachora, lakini vile vile ana uwezo wa kuchezea kamera kama ilivyo. Lakini cameraman wetu tunaye Jacob Star, mmoja kati ya watu ambao wanaifanya dunia hii kuwa bora kabisa. Tuko hapa chini ya Wizara ya Elimu. Mfiko wetu hapa, tumekuja Secondary School Zanzibar. Tumekuta na ugeni wa mwalimu mkuu wa shule hii. Habari yako? Nashukuru, alhamdulillah. Habari za kwenu? Habari za Tanzania bana. Karibu sana shule. Na kweli tumefika hapa na tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kwanza ujitambulishe na shule yako na nini ambacho mnakifanya hasa kwenye sekta ya elimu kwa kizazi hiki tulicho nacho, na wapi tunaelekea chini ya Rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar awamu ya 8, Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi. Nikushukuru sana. Mimi jina langu naitwa Suleiman Salum Abdalla, ni mwalimu mkuu wa shule yetu. Shule yetu ni ya Tumekuja kweli, lakini watoto wa mjini wanaita 5-star school. Ni shule ambayo kwa kiasi kikubwa sisi walimu tunaamini imependelewa kwa sababu ina vitu vyote ambavyo vinahitajika katika shule yetu. Lakini miongoni mwa vitu hivyo, shule yetu ina smart, kwa Kiswahili inaitwa darasa janja. Smart hii ni ya kipekee kwa sasa hivi kwa Zanzibar, kwa sababu inaturahisishia kwa kiasi kikubwa sisi walimu wenye kusomesha, lakini pamoja wanafunzi na wao kujifunza. Kwa mfano, shule yetu ni shule ya kwanza ambayo hatuna uhaba wa walimu, kwa sababu kupitia smart, maana yake mwalimu mmoja anaweza kusomesha madarasa 4 kwa wakati mmoja. Kwa mfano, darasa la juu nikikuonesha madarasa mengine pia tumefunga projector, maana yake mwalimu anaweza kusomesha, wanafunzi wakawepo madarasa ya chini, wanafunzi wakamsikiliza mwalimu nini anatusomesha, lakini wanafunzi nao wakapata kuuliza maswala mwalimu bila ya wao kupanda juu. Hayo yanaendelea. Lakini la pili, kupitia hii smart shule yetu tumekuja tukafanikiwa kumaliza syllabus kwa wakati. Hivi ninakwambia wanafunzi wote tumemaliza syllabus. Ikiwa ni kwanza tumeingia Septemba hii mapema kabisa awali, na tayari syllabus zote kuelekea mwaka 25 kutamatika zimekwisha. Sisi tunatamani mtihani wa taifa ufanyike kesho na wanafunzi wetu wataleta matokeo mazuri kabisa. Mheshimiwa Mwinyi ametufanyia mambo makubwa sana. Mwaka jana tumeweza kupata division 44, division 245 na division 3 zilikuwa 5. Ni kwa sababu ya smart na kwa sababu walimu wamemaliza syllabus kwa wakati kabisa. Na kila pili, Mheshimiwa Mwinyi sasa ametuletea shule hii, ndio shule ya kwanza za serikali mwalimu anapokuja haandiki majina kwa karatasi, anatia fingerprint. Naweza nikakuonesha kabisa, unatia kidole tu exactly inajionyesha umekuja saa ngapi na Okay mwalimu, nadhani hii ni ofisi yako sasa kama mwalimu mkuu. Yes. Kama unavyoiona ofisi yangu ni ya kisasa kabisa. Baada ya katibu mkuu, yani ofisi yangu ni nzuri sana, ni ofisi ya kisasa. Maendeleo ya Mheshimiwa Mwinyi. Mheshimiwa Mwinyi alivyokuja, yeye ameondokana na ujenzi wa skuli ya mabanda. Yeye ametaka kujenga skuli za kisasa, skuli za gorofa. Lakini sasa hivi mwalimu unajivunia kama kweli mimi ni mwalimu mkuu wa skuli. Skuli nzuri, ina red carpet, ina kochi, ina TV, kwa hiyo una full AC. Kwa hiyo mgeni wako, hasa wale hata wageni wa executive, unaweza ukawaleta katika ofisi ya mwalimu mkuu comfortable, wakaja hapa. Kwa hiyo sisi tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Zanzibar. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar ameleta revolution katika sekta elimu, kuhakikisha kila mwalimu ana ofisi nzuri, lakini mwalimu ajivunie kama mimi kweli ni mwalimu, kwamba anaweza kusomesha, anaweza kupokea wageni wa aina yoyote. Kwa hiyo hii skuli Tumekuja ni miongoni mwa skuli bora. Kwa hiyo ujenzi huu umetufanya na sisi walimu tuwe kila wakati wabunifu katika kuhakikisha tunamsaidia Mheshimiwa Rais na tunaleta matokeo yaliyokuwa mazuri katika skuli yetu. Kwa hiyo sisi tumpongeze. Lakini la pili ni kuonesha hii hapa fingerprint yetu, ambapo skuli zetu za serikali hizi, ambayo mwalimu pia anaweza akaja hapa
manake hapa ndio na punch, manake mimi nisha punch asubuhi, kwa sasa hivi sio wakati wa kuondoka, haitoweza kusema hapa ikisoma, manake mimi wakati naondoka. Kwa hiyo haya yote ni maendeleo ya Mheshimiwa Rais, lakini pia tumefanya hivi ni kuondoa lile tatizo la walimu kuwa watoro. Na tumefanya hivi kwa sababu zamani mwalimu anaweza akachelewa kazini, akawa anakuja saa 3, saa 4, lakini kwa sababu wa kutumia kalamu anaandika amekuja saa 1. Lakini Mheshimiwa Rais katika kuhakikisha analeta revolution katika sekta ya elimu amebadilisha mfumo mzima, na sisi walimu sasa hivi tunajivunia sana, na nitumie nafasi hii kuomba wananchi ili tuweze kuleta matokeo mazuri zaidi, ili nchi yetu iweze kustawi, lazima tumchague kwa kishindo Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, kwa sababu maanisha uchaguzi mkuu 2025. Exactly kabisa, kwa sababu Mheshimiwa Rais baada ya rais wa kwanza wa Zanzibar ambaye kaleta mapinduzi makubwa, huyu Hussein Mwinyi, yeye kaleta mapinduzi makubwa sana katika sekta ya elimu, majengo makubwa. Hii Leader School ni ghorofa 2, ina madarasa 44. Ina madarasa 44, lakini kuna chumba cha kompyuta, kuna maabara. Neno tumekuja asili yake ilikuwa inatoka Vuga ambayo ndio ilikuwepo skuli. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar kwa imani yake thabiti aliamua kubinafsisha lile jengo kwa sababu la dhamani, lakini la pili lilikuwa limechoka. Baada ya kubinafsisha akajenga chumba hichi hapa. Jengo lile kule kulikuwa kuna madarasa 18. Hili lina madarasa 44. Jengo lile kule kulikuwa kuna maabara moja. Maabara hiyo fizikia umo, kemia umo, biolojia umo. Sasa humu ameseparate fizikia mbali, kemia mbali, biolojia mbali, mtaala wa science. Exactly, kwa mtaala science. Kwa hiyo haya ni mafanikio makubwa ambayo Mheshimiwa Rais wa Zanzibar ameyafanya katika skuli yetu. Yes, na sisi tunamtakia kila laheri. Tunamuombea Mwenyezi Mungu amjalie aishi, ampe muda mrefu ili aweze kuleta mabadiliko makubwa katika hii sekta ya elimu. Na kama tunavyoona hapa mbele yetu tunayo hii smart ambayo tunaitumia katika kurahisisha mwalimu kusomesha, lakini pia inawasaidia wanafunzi kuelewa kwa haraka sana na kwa wepesi, kwa sababu wanaweza pia kuona video mbalimbali ambazo zipo katika masomo yao. Kama labda notes pekee yake hazijatosha, unaweza ukafungulia video ukaona, lakini pia unaweza kuwekea picha mbalimbali zinazohusiana na somo husika. Bado tupo kwenye kuiangalia na kutazamia yale yote ambayo Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inaendelea kufanya, hasa kwenye kuibadilisha ile dunia ambayo sasa hivi dunia yote inaelekea huko. Mwalimu, natamani niweze kutambua na kujua nini ambacho unakuja kukiona baada ya wewe kuweza kupata hii taaluma ambayo sasa hivi tunaelekea kwenye sayansi na teknolojia. Kwanza jina lako alafu utatuambia. Kwa jina naitwa Shirona Ibrahim. Kitu ambacho najifunza hapa, kwanza inatupa walimu urahisi wa kuweza kufikia lengo kwa haraka, lakini pia unaweza kumaliza syllabus kwa muda mfupi, lakini pia mwalimu unakuwa huchoki wakati wa kufundisha kwa sababu unaweza kutumia wanafunzi wengi zaidi, na pia tuna vitu ambavyo vinaweza kuona kwa uhalisia wa lile somo husika, maana kuna video tofauti. Kwa hiyo inakuwa rahisi mwalimu kuweza kuonyesha zile video na mwanafunzi kuweza kufahamu kwa haraka. Naam, sasa ukiangalia wewe ni mwalimu wa kike, na sasa hivi dunia na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, la pia kupitia Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, haijaamua kumwacha mtoto wa kike nyumbani. Ukiwepo kama mwalimu wa kike, nini matarajio yako baada ya wewe kupata hii taaluma kwenye kumtazamia binti wa Kizanzibari baada ya wewe kupata hii taaluma? Baada ya mimi kupata taaluma, kitu ambacho najivunia, kwanza kuwa na utayari. Kitu chochote kinahitaji utayari. Ukishakuwa na utayari, kwa hiyo unaweza kumsaidia mtu yoyote ambaye naye atakuwa na utayari. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi naweza kusema niko tayari kumfundisha mwenzangu yoyote ambaye naye atakuwa na utayari wa kupokea hii taaluma ambayo mimi nimeipata. Hapa nataka tumwangalie binti ambaye sasa hivi pia serikali ipo kwenye kumuinua, na tayari kwa namna moja ama nyingine Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imeshakwisha kuweza kufanikiwa kwa namna fulani. Sasa nataka tuitazamie, unamwangalia vipi binti wa Kizanzibari baada ya wewe leo hii kupata hii taaluma baada ya muda mchache ama miaka michache ijayo? Kwa elimu hii kwa binti wa Kizanzibari, kwanza anakuwa ni mjasiri
mkakamavu, mwenye kujiamini, anaweza kufanya kitu chochote pahala popote bila kujali jambo lolote hili ambalo linaweza likamtokezea, kwa sababu kupata kwa elimu hii kunampa confidence zaidi msichana. Naam, hayo ndio ambayo tunayanikiza na kuyatazamia juu ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Na hapa niko na mwalimu wa upande wa kiume. Napo unatazamia vipi napo baada ya muda mchache ya wewe kuweza kupata hii taaluma, kwa sababu tayari tumeshakusha kuweza kuona katika shule nyingi ama skuli nyingi hapa Zanzibar zimejitahidi sana kuhakikisha kwamba hakuna kijana ambaye anatakiwa abaki nyumbani, wote wawepo hapa. Sasa kupitia sayansi na teknolojia ambayo Serikali ya Mapinduzi Zanzibar inatoka kule ambapo tulipokuwa zamani tunaelekea kwenye ule usasa zaidi, unatazamia vipi juu ya wanafunzi kujifunza kisasa zaidi? Kwa jina naitwa Mwalimu Hamis Nuhu, ni mwalimu wa somo la mathematics pamoja na computer. Matarajio yangu kwa wanafunzi maana yake ni kupata uelewa zaidi katika swala zima la teknolojia, lakini vile vile kuweza kufahamu mambo mengi, kupata ule uhalisia wa kitu, kwa sababu kupitia teknolojia mwanafunzi anakuwa anaona picha halisi ya kile ambacho atakuwa anasomeshwa. Tofauti na zamani mwanafunzi anaoneshwa picha lakini haoni uhalisia, lakini katika hali hii anaona video halisi ya kile kitu ambacho mwanafunzi anasomeshwa. Urahisi wako zaidi utakopo sehemu gani, kwenye kufundisha ama mwanafunzi kupata material ama knowledge kwa urahisi? Mwanafunzi kuweza kupata uelewa zaidi ya kile ambacho atakuwa anasomeshwa, lakini vile vile itakuwa inamrahisishia mwalimu katika ufundishaji, kwa sababu kupitia ubao huu mwalimu anawezekana akatumia kidole chake tu katika kufundisha, tofauti na utumiaji wa chaki. Tukiangalia tupo kwenye hatua 5 za kuangalia yale ambayo Mheshimiwa Rais wa Mapinduzi ya Serikali ya Zanzibar ameyafanya, Dr. Hussein Ali Mwinyi. Unatazamia nini kwenye sekta ya elimu baada ya kupata hii knowledge ambayo sasa hivi tunatoka kwenye ule uzamani, tunaelekea kwenye digital, tunaelekea kwenye ule usasa ambao umepitiliza? Nini matarajio yako na nini ambacho umekiona katika miaka hii 5 ya Mheshimiwa Rais wa Mapinduzi ya Serikali ya Zanzibar? Matarajio yangu ni wanafunzi kuweza kupata uelewa zaidi na elimu kuweza kutanuka, na kiasi ambacho wanafunzi kuweza kupenda hii kusoma. Tofauti na zamani mwanafunzi anakimbia anaenda kufuga ng'ombe, lakini kupitia teknolojia mwanafunzi atavutiwa na hii teknolojia yenyewe. Kwa hivyo kiuhalisia sasa ataweza kwamba asiweze kutoroka shule bali aje shule kwa ajili ya kusoma. Naam, mimi ni Castro Dickson, na kama ambavyo umefahamishwa tangu mwanzo tuko Zanzibar, na kile ambacho kinafanyika huku ni mengi sana mazuri kwenye miaka 5 ya Rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi. Na leo tumekuja kutembelea hapa tumekuja secondary school ndio ambapo tupo. Mimi na jukumu la kuzungumza na wanafunzi watueleze kile ambacho ni cha kipekee sana ambacho kinapatikana katika shule hii, ambayo lengo kubwa watatuambia pia wao. Habari yako? Nzuri. Salama kabisa. Salama. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Aisha Busale, nasoma form 5 PCB. Form 5 PCB. Hapa kuna kitu tumeambiwa ni maalum sana kwa ajili ya hii shule. Tuambie ni kitu gani? Kitu maalum ambacho tunajivunia ni smart classes, ambayo kinatusaidia sana kumaliza syllabus zetu kwa wakati na bila ya kuhangaika kuandika manotisi ubaoni. Teacher anaweza kudisplay tu notes kwenye smart na sisi tukafaidika, tukakopia, tukaona kwa uwazi the diagrams instead ya kupoteza muda kudraw class. Napoteza muda sana hapa, anakuja na tu display, tunaona na anatuonesha vipi inafanya kazi. Okay, hayo ni mapokeo ambayo mlikuwa mnategemea kabla hamjaje? Kwa kweli mie kabla ya kuja hapa sikujua sasa kama kuna mambo haya kiukweli. But baada ya kuingia na kutambulisha shule yetu ndipo nikapata kujua na nikaona na nikapata experience nyingi, kwa sababu mimi kusema ukweli katika shule zote nilizosoma kulikuwa hamuna smart class. Kwa hiyo nimepata kuona kitu kipya na kujua mambo mapya. Okay. Tuambie ni nini hasa unadhani mtazamo wako sababu ya wanafunzi wengi kukimbia masomo ya sayansi ambayo hapa ndio kipaumbele zaidi? Sababu ni kubwa, ni wao wanaona ni ugumu. Kwa sababu lile somo wale wanavyolichukulia wao ni la uzito. Kama mfano physics wanafunzi wengi wanatoroka. Na chemistry mwanafunzi anaweza akaanza tu mwanzo wa topic hata bila kuelewa tuseme na kuhangaika zaidi, yeye akaacha tu.
na sababu hizo ni marafiki pia wanapelekea hiyo. Marafiki wanapelekea watoto wa kike kukimbia sayansi pia? Ndio, kwa sababu wengine wako mitaani, wengine wako mashuleni. Basi wale wa mitaani kwani unaenda kufanya nini shuleni? Unapata faida gani ukisoma? Mbona mimi atatafuta mfano sasa babu yake au babake. Babu yangu hajasoma, mwende Bakhresa hajasoma. Na sasa hivi yuko wapi? Kusoma nini? Ndio kama hivyo, ushawishi pia. Hizo ndio story wanazopigiwa mtaani. Haswa. Wewe umekumbana na story ipi ambayo ilitaka kukuvunja moyo na ukapambana nayo kiasi gani? Kiukweli nilipomaliza form 4 nilikutana na watu tofauti ambao sasa hivi hawasomi. Wakanambia form 5 hapana, hauiwezi. Wewe unaenda kufanya nini form 5? Utajiumiza, utatoka, utabaki kijiti, utakonda. Lakini kuna bibi yangu mmoja ambaye ni msomi, alikuja akaongea na mimi akanambia hapana, wewe ni mdogo sana. Huwezi ukakata tamaa hivi kirahisi. Form 5 na kujenga kiakili, kimwili na kila kitu na kuwa tayari kupambana na hali yoyote ya kimaisha. Okay. Sawa, asante sana. Bwana brother, njoo kidogo bwana. Njoo kidogo. Kwema kabisa. Kwema. Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Abdullah Khamis Musa, ni rais wa shule ya Tumekuja 5 Stars. Okay. Sawa. Tuambie kuhusiana na swala zima la mapokeo ya wanafunzi wengi kuhusu masomo ya sayansi ambayo hapa ni kipaumbele zaidi. Yes. Mapokeo kuhusu masomo ya sayansi kwa wanafunzi wengi sana huwa wanadhani kwamba masomo ya sayansi ni masomo ambayo hayawezekani kusoma katika nchi zetu hizi za Afrika Mashariki au ndani ya nchi yetu Tanzania. Lakini kiukweli kabisa wanakwenda kujidanganya. As nowadays Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akishirikiana na Mheshimiwa Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi amekwenda kufanya mambo makubwa katika kukuza sayansi ndani ya Tanzania. Sasa hivi tunakwenda kusoma kipractical zaidi. Sayansi na teknolojia, sayansi katika nchi za Afrika Mashariki imekuwa haswa ndani ya nchi ya Tanzania. Hivyo sasa katika siku hizi somo la sayansi linakwenda kupana na kuwa kipaumbele kwa watu wengi, because somo la sayansi ndilo ambalo tutakwenda kuward our victory katika nchi yetu Tanzania. Yes. Nimepata nafasi ya kuona smart class ambayo ipo. Yes. Hii kwa mtazamo wako wewe haiwezi kuchukuliwa na mtaani kwamba itaendekeza uvivu? No, smart class haiwezi kuchukuliwa na mitaani kama itaendeleza uvivu, because hii smart ambayo ipo ndani ya shule Tumekuja ni kipaumbele kikubwa au ni facility kubwa ambayo tunajivunia ndani ya shule yetu Tumekuja. Kwa mfano, jambo dogo, sisi ndio kwanza wanafunzi ambao wa form 5 tumeanza mwezi wa 8 shule, lakini ukienda sasa hivi tunakaribia kumaliza syllabus zote. It's smart. Tunaunganika na wanafunzi wengine ambao wako katika mashule mengine, wako nje ya Zanzibar, tunasoma nao pamoja, tunakwenda kushare knowledge. Kwa smart kama smart ina kipaumbele kikubwa, ina asilimia kubwa katika kwenda kufaulisha matokeo ya wanafunzi. Okay. Yes. Ni vitu gani viwili vya kuzingatia kwenye smart class kama mwanafunzi? Yes. Kitu cha kwanza cha kuzingatia katika smart class kama mwanafunzi, kwanza jambo la kwanza la kuzingatia ni mtazamo wako na fikra zako katika kwenda kuziskills au kwenda kuangalia ile knowledge ambayo inapatikana ndani ya smart. Because smart sio kwamba ni kama vifaa vingine vya sayansi. Smart ni kifaa ambacho kina kipaumbele kikubwa katika kukuza elimu. Watu wengi zaidi wanakwenda kufikiria smart itakwenda kutumika katika mambo ambayo yana negative impact ndani ya shule, lakini kama wanafunzi wa shule ya Tumekuja tunakwenda kutumia smart kwenda kukuza ufaulu ndani ya shule yetu. Kwa unapoingia smart, jambo la mwanzo kwanza unatakiwa kuwa na umakini kile ambacho unakwenda kufuatilia ndani ya smart. Okay. Because ile ni computer, as one among the computer, kweli itakwenda kukuza skills and knowledge, because this ni science and technology. Kwa inakwenda kusimplify works, tunakwenda kupata notes, tunakwenda kupata teachings lessons katika smart. Kwa vyote vile unatakuwa kama mwanafunzi kuvichukua na kwenda kufanya vitu ambavyo vitakwenda kukuza positive impacts ndani ya elimu. Sawa. Tunaona kuna jumbe tofauti kwenye kuta za shule ya Tumekuja. Yeah. Ujumbe upi wewe unaupenda? Ujumbe ambao mimi naupenda katika kuta zote hizi kwamba tunakwenda kuondosha division 2, 3 na 4, tunakwenda kukuza only division 1 ndani ya shule yetu. Na haya ndiyo matarajio ya Mheshimiwa Rais kwenda kushuhudia ndani ya shule zote za Tanzania. Tunakwenda kukuza only one ambazo tunazitaka. Na sisi kama shule ya Tumekuja tunakwenda kumwahidi Mheshimiwa Rais
kwa facility hizi nzuri ambazo ametuletea ndani ya shule yetu, basi tunamwahidi matokeo bora. At the first time, huu ndio mwaka ambao wa mwanzo shule tumekuja tunakwenda kufanya mtihani wa kidato cha 6. 5 star tunakwenda kufanya mtihani wa kidato cha 6 NECTA. Tunamwahidi Mheshimiwa Rais, tunakuja kwa kishindo, tutakuja na ushindi wa kishindo. Tutamuonesha ya kwamba juhudi zake katika kukuza facility ndani ya shule zetu hazitoenda bure. Tutamuonesha positive impacts ndani ya juhudi zake. Bana, sasa huu ni muda mzuri sana wa kwenda kucheki zile jumbe ambazo zimeandikwa ama ujumbe tofauti ambao umeandikwa kwenye kuta za shule ya sekondari ya Tumekuja. Josh TikTopia, tukapiga hiyo ziara ya kuangalia hizo jumbe. Unasemaje? Toa taarifa ya wizi au uharibifu. Yaani maana yake hao wanazingatia sana usalama wa vitu vyao. Kwa kama kuna mtu hapa na maana akiiba au kitu kikiharibika, wako vizuri sana. Maana inabidi toe taarifa. Mambo yao ni ya gharama. Shule smart. Smart school. Moja ya shule pekee. Shule pekee ambayo imeendelea kama tulivyoona. Jumbe zimekaa kismart. Jumbe zimekaa kismart. Jumbe zimeenda kismart sana. Jumbe zimekaa kismart kama shule inavyoitwa Smart School. Tumekuja secondary school. Kuna jumbe nyingine niliona sehemu Gasto. Hata hii yenyewe tumekosea. Kuna jumbe fulani hivi niliona sehemu ile ya 3. Ile pale chini bwana. Ile jumbe ile pale chini bwana. Hii hapa hii jumbe imenivutia sana kwa sababu inaitwa usichanganye elimu na mapenzi. Usichanganye elimu na mapenzi. Angalia venue. Venue ni uchochoro. Umeelewa? Yaani unajua usichanganye mapenzi na elimu. Hii jumbe ofisini ikae wapi? Pale mbele kabisa. Mbele. Unajua inawezekana wengine wakaona kama ni jambo labda la kucheka au nini, lakini ile ni ujumbe ambao uko very clear na unawafundisha watoto kimaadili. Tunawajenga watoto kimaadili hapa ni shule. Mlengo kuna dira. Kuna dira pia hapa kuna dira na dhamira. Unaona hapa? Hapa tuna dira na dhamira. Inasema kwa skuli bora inayozalisha wanafunzi wenye ujuzi na maarifa kwenye sayansi, teknolojia na sanaa. Hiyo ni dira. Hiyo ni dira. Alafu dhamira inasema kuandaa kizazi chenye ujuzi na maarifa yatakayowawezesha kumudu maisha yao na kulisaidia taifa. Bwana, bonge moja ule wa division 3 ule. Lengo ni kutoa division 3. Yaani sio 4. Hii tunza mazingira ya skuli. Tunza mazingira ya skuli. Wanazingatia mazingira ya skuli. Ya skuli. Hii tunamaliza nayo. Hii hapa. Lengo la 2025 2025 kuondosha division 3. Sio kutoa 0, sio kutoa 4, kutoa division 3. Kwa tunaongelea 2 na 1 basi. Hebu imagine. Okay. Hii inafanyikaje hii mbinu yake? Hii kuhakikisha walimu wanamaliza syllabus kwa wakati, kuhakikisha wanasoma vizuri na wanafunzi wanafanya mitihani mingi. Na hilo tunaliweza. Mwaka jana tumepata division 3 5 tu, kwa mwaka huu tunataka tuondoe. Lengo letu mwaka 2026 kuwa na division 1. Lakini kila kitu kinaenda hatua kwa hatua. Kwa hiyo mwakani tunaondoa 3 na mwakani unafuata tunaondoa 2, tutabakiwa na 1. Na hiyo uwezo tunao, sifa tunazo na nguvu tunazo. Bwana Josh TikTok, jumbe zinatosheleza. Jumbe zimetosheleza kweli kweli. Bwana mimi nimeupenda sana. Imenyooka kwa sababu unajua ulimwengu tuliopo sasa hivi ni ulimwengu wa teknolojia. Tunaenda kwenye ulimwengu wa teknolojia. Teknolojia inakuwa kwa kasi. Kwa hiyo tunapoona hatua kama hizi ni hatua kubwa sana. Hii tunavyoongelea yale maendeleo sasa, kwa sababu tunaenda kushindana na mataifa mengine, tunashindana pace ya teknolojia. Huu ndio uhalisia. Hapa ndo tunashuhudia haya mambo. Hii hapa bana tumalize nayo. Hii vifaa. Zima vifaa baada ya kutumia. Muhimu sana, switch off vifaa ili wengine waje wasaidie. Smart class. Smart class. Sababu mambo ya teknolojia. Mambo yako haya. This is very kuna disabled toilet. This is very important. Hiki ni choo cha walemavu, si ndio? Very nice. Maana yake kuna inclusive education, yani yoyote ambaye tuna main pale za kiume walemavu na walemavu wa kike. Bwana sawa. Bwana Josh TikTopia hapa, mtaalamu wa masuala ya teknolojia.
Leo tuko katika shule ya Tumekuja, na hii ni computer room kama tunavyoiona, ina kompyuta 32 na kila mwanafunzi hapa anatumia kompyuta yake. Hakuna kushare, kila mwanafunzi na kompyuta yake. Lakini pia kuna chumba kingine floor ya juu. Unajua shule ni kubwa jamani, kama tulivyoiona shule ni gorofa, kwa hiyo kuna floor ya juu, kuna computers nyingine ambazo wanafunzi wanatumia, kila mwanafunzi kompyuta yake. Tunavyoongelea mapinduzi ya teknolojia, tunavyoongelea ulimwengu wa teknolojia, hii ni hatua kubwa sana imefanyika. Kutengeneza shule kama hii, kuweka vifaa kama hivi ili kuwasaidia wanafunzi, tunatengeneza kizazi bora cha mbeleni ambacho kitakuwa kinafahamu, kina uelewa mkubwa juu ya teknolojia. Pia tunajua teknolojia inaenda kubadilisha maisha ya sasa hivi. Kila mtu anatambua teknolojia ambavyo inabadilisha maisha. Kwa hiyo hii ni hatua kubwa, tunakwenda kubadilisha maisha. Toa 5 za muhimu.